السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu Waislamu, dakika chache inshallah tafsiri kwa yangu. Inshallah hatuwezi kuzidi dakika 7. Khutba unwani yake ni aya katika Qur'ani katika sura Taha aya 131. Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. Aya hii Allah anaomba mwongozo Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na anamwambia Mtume Muhammad usichungulie, wala tamuddanna, usiangalie kuchungulia. Hajaambia usiangalie. Kuangalia na kuchungulia tofauti. Tamuddanna kuangalia, lakini kutamani. Usiangalie kutamani au usinyanyue macho yako kutamani neema na mali anayo watu wengine. Usitamani mali ya watu wengine, unaangalia kwa jicho ya kutamani ile aje kwako, na kutamani wewe uwe kama wao. Usichungulie kwa ili hivi, wala usitamani hivi. Na hao memba sisi watu riziki tumetoa sisi. Usiangalie usitamani wake zao na mali zao, kwani Mungu anasema hii maua ya dunia. Mkafananisha hii neema ya wengine wanayo ambao Mungu hajakupa, ni kama maua ya maisha ya dunia. Na Mungu anasema tunafanya hivi, wengine tunampa, wengine tunamnyima, kwa ajili kwamba watu mtihani. Tuangalie imani ya watu. Mungu anaweza kama watu wote tajiri mara moja, lakini yeye anaomba huyu, anampunguzia huyu, lakini hawezi mtu kufa kwa njaa. Lakini Mungu anamwambia usichungulie kutamani neema nimeomba mimi watu wengine. Hii neema hii kwao ni maisha ya dunia kupita tu, mfano wake. Usitamani wake zao, usitamani mali yao au watu ambao wewe huna. Tumeomba hii ni maua ya dunia. Tabia maua jamani, anafanya nini maua? Maua mwanzo inapendeza, sio hivi? Inapendeza, ina harufu nzuri, lakini inadumu hivi? Inakauka na kufa. Mungu anasema hii ni kama maua tu. Ina hii maua kama anatoa rangi, inapendeza, harufu nzuri, lakini baadaye inaondoka. Mtume Muhammad, usitamani, usishughulishe macho yako, akili yako kwa mali memba watu wengine. Sio, umeelewa vizuri Kiswahili yangu? Na Mungu anasema tunaomba hao linaftinahum fihi, ili wao namba mtihani. Mwenye mali, mwenye neema na mtihani. Anaangalia Mungu neema hii kamba atatumia kwa njia gani? Ataleta kibri na jauri, au atatumia kwa njia ya kuridhisha Allah Subhanahu wa ta'ala? Maana Mtume katika hadithi anasema katika watu kiyama hawaondoki, wanaulizwa mali yako hii imebata kuchuma kwa njia gani, halal au haram, na umetumia kwa njia gani? Hivyo anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha Mungu anasema wa rizqu rabbika khayrun wa abqa, wa hakika riziki ya Mola amekupa wewe ile chache ndogo, amekupa nini ni nzuri na inadumu. Au na riziki ya Mungu siku kiyama, neema ya peponi inabaki kuliko neema ya dunia sehemu ya kupita. Zakuni aya hii 131 sura Taha, Mtume sallam Mungu anamfundisha ili asitamani mali ya riziki watu wengine, wakati Mungu hajaamba yeye aridhike na riziki yake. Na dunia ni maua, inadumu kidogo, baadaye inaondoka. Na riziki ya akhira ni nzuri
na inabaki milele. Mtume kasema hadithi sallallahu alaihi wasallam, hadithi kapokea Abu Huraira, undhuru ila man huwa asfala minkum. Mtume anasema mara nyingi angalia, chungulia watu wako chini yako. Kama una neema, angalia mtu ambaye chini yako, angalia huko watu chini yako ambaye wewe unayo wao hawana. Wewe kama unakuja mjini unaona kama maskini, kule kijijini kule nyumbani watu wengine kuona wewe bosi. Sasa Mtume anafundisha sisi mara nyingi Muislamu takiwa aangalie katika watu chini yake kwa hali, usiangalie kwa watu yuko juu yako. Utaangalia watu juu yako huwezi kufika. Mungu hajakupa ile riziki, yeye anagawa riziki. Lakini kama unaangalia watu chini yako utajua alhamdulillah, mimi nina neema, utamshukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema ili usidharau neema ambayo Mungu amekupa, angalia watu chini yako, usiangalie mara nyingi watu yuko juu yako. Lazima Muislamu akinai. Mtume anasema katika hadithi, laysa almal bikathrati alarab, mali sio una majumba nyingi maduka nyingi. Anasema mali ni hiyo mtu aridhike, utajiri uridhike. Utajiri sio wangapi leo wana manyumba mengi lakini wote riba, deni, stress. Lakini wewe uridhike, madamu mali yako halal, uridhike ukinai. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema yeyote amelala nyumbani kwake, anaye chakula kula leo na kesho, na analala haogopi, hana wasiwasi, anaishi katika amani. Watu wengine nchi yao hawana amani, wanalala kwa wasiwasi. Mtu anatoka anaaga mke wake, naona mimi mke wangu naenda kazini, huenda mimi sirudi. Nchi nyingine kwa hivi. Sisi tuna neema, tujue neema hii ya amani. Kisha Mtume anasema anaacha chakula ya kula leo na kesho, sema analala hana wasiwasi, ana amani, alhamdulillah. Na Mtume anasema anayo afya. Huyu anasema Mtume anasema mfalme, huyu mfalme. Lugo wewe una benki hela nyingi lakini unaumwa usiku ulali, sasa kusaidia nini? Sasa hiyo anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ile alikuwa mada khutba yangu ni usitamani neema au mali watu wengine. Kutamani kujitahidi, sheria jakataza, lakini unatamani kama wao, wewe akili yako yote kukule. Kila naona unaingia nyumba watu fahari, unashangaa hivi kama utakufa. Unashangaa gani? Sasa bismillah tabarakallah, mashaallah, Mungu amzidishe. Unaona mtu ana gari, unaangalia mpaka unagonga ukuta. Mbona uko hivi? Sasa mtu aina hii, mtu akili yake dunia imejaa, dunia imemfunika, asifanye wema. Sio mara uzuri. Maana Mungu anamwambia Mtume sallam, usiangalie kutamani, unashughulisha akili yako yote kwa mali tubamba watu wengine na wake zao. Lakini Mungu anasema hii maua ya dunia, maua ni hali yake, inapendeza mwanzo na ina harufu nzuri na rangi nzuri, kala nzuri, lakini baadaye inaisha, inakauka. Lakini tegemea neema Allah siku ya kiyama ambayo riziki ya Allah inadumu. Na vile vile iridhike riziki Allah amekupa wewe, ridhika naye, ukinai kitu ambayo wewe unayo. Na mara zile ndugu zangu, natoa mfano tatu tu. Unaona jinsi watu sisi tunambadilisha neema ya mtu. Mwanamke anaishi na mume wake, ameridhika kabisa, anaona mume wake ni mtu mzuri, hakuna kama yeye. Anaishi katika nyumba, ana watoto wake alhamdulillah, yeye ameridhika na maisha yeye anaishi kabisa, wala hana wasiwasi. Atakuja mwanamke mwingine kubadilisha neema hii kwa kujuta, kero na huzuni. Kivipi? Anakuja mwanamke anamsalimia, bibi alizeni, baada ya shamaliza historia utakondoka. Msikini nyinyi utoki kutembelea kwenda Zanzibar, kwenda Arusha, hamna utoki kutembelea usikizi. Sisi hatutoki. Anaambia musmari. Mwanamke sio anaishi kwa raha, anajua yeye katika maisha nzuri, Allah kaamba neema, anaambia sumu. Sasa mume wako
amekuwekeni jela nyinyi mahbusi, poleni sana, haya mimi naondoka. Kabla ya maneno hii mwanamke itabadilika hali yake. Itakuwa nini? Naona mume haifai, katili huyu anaiweka ndani mimi jela, na nyumba hii haifai. Kabadilisha nini? Kwa neno moja mwanamke kampiga sumu, ni sugu. Wewe mwanamke hii kama mume wake hata kumtoa maisha ameridhika, wewe unakuhusu nini? Kwa nini unamfitinisha? Au unakuja sema una kitanda hii, mimi mwanangu kaniletea kitanda aina fulani, kama mimi kwa kabati yangu ni kubwa, kwa nini nakuhusu hivi nini? Mume wake ana uwezo hii, kamletea kabati hii, yeye ameridhika na tena amefurahi, anapiga picha mara 1000, amefurahi. Kwa nini unambadilisha maisha yake? Ilikuwa inaishi katika raha, kubadilisha maisha yake kwa kero. Kwa nini? Watu wote Allah riziki hawezi kwamba mmoja, kila mmoja aridhike na riziki yake Allah kampa. Ndio mwanamke hii asikilize maneno ya mwanamke, anamharibu nyumbani kwake, ana sumu. Angalie watu wengine hata hawana nyumba hii, sio nzuri. Angalia watu chini yake wanakuja kwake wanaomba msaada, siangalie hii juu yake. Ya juu huwezi kufika, Allah hajakupa, na hii neema unayo huridhiki, utaharibu. Sio leo nzuri. Mfano wa pili, mtu kajitahidi maskini, kaangaika, kaweka mshahara kidogo sehemu, kakopa sehemu, kanunua kiwanja, kajenga alhamdulillah, katoka katika kulipa kodi nyumbani kwake chuma 2-3, meridhika, mfuraha, anaona nyumba hii kama nyumba ya Ikulu. Kweli kwake kama Ikulu, mali yake, amejitahidi, anafurahi na raha. Anampiga rafiki zake, njoni bana, mjenga nyumba, njoni nitembelee. Wanakuja rafiki wengine wako sumu. Sasa nyumba nzuri bana, ikawa nimenunua shilingi ngapi? Anaanza wewe, kwani unauliza? Kama unauliza kwa wewe kununua shada, hamna shida, ukae hapa. Lakini unaulize ili maskini amekuita na furaha, kajenga nyumba, itaka furaha yake badilisha nini? Huzuni. Kwa nimenunua 300,000 bana. Rafiki yangu bana, umepigwa. Mimi 300,000 hii utakupa kama sehemu fulani karibu na mji mzuri. Pole sana. Tayari ushamba huzuni, sio hivi? Hujamaa kisha nunua, shajenga, wala kuhusu nini? Sema na mabruk, Allah kuzidishe. Umenunua ngapi? Nyumba, anakuhusu nini? Maskini kaangaika miaka na miaka. Badala wewe mbaongera mzidishe furaha, unambadilisha maisha yake huzuni. Sasa umeelewa vizuri? Umeelewa mfano wangu unatoa? Mfano wa tatu ambaye mwisho, mtu anafanya kazi maskini, mshahara wake ameridhika naye, haitoshi, lakini alhamdulillah ameishi, anasukuma vizuri, hawalali njaa, labda anakula kwa siku mara 2 au mara 1, lakini wako vizuri. Anakuja jamaa asema, wewe mshahara wako ngapi? Wewe unakusema, wewe mwambie urudie mshahara wangu, unataka uniongezee mshahara? Unanipa mimi kazi na kuhusu nini? Mimi mshahara wangu kadha. Anasema mshahara wako hii mimi napata maradufu wewe, lakini hainitoshi. Wewe unaishi vipi? Alafu naamka asubuhi narudi jioni, na mimi sivi nishabadilika, petroli iko juu, nini. Pole sana. Hii hela kutosha? Mimi natumia wiki moja tu hela. Sasa wewe una uwezo, mshahara kubwa, huyu hana, na ameridhika na mshahara wake alhamdulillah. Kwa nini unamhuzunisha? Kwa nini utaka mbe yani huzuni katika maisha? Yeye ameridhika, kwa nini utabadilisha maisha yake kwa yeye? Yako hataki, ameridhika na hii. Maana Mungu sema wala tamudanna ainaika, usichungulie kuangalia, unatamani, unashughulisha macho yako na akili yako kwa mali ambao watu wengine ambao wewe Mungu hajakupa. Angalia maneno ya Mungu amekupa. Huyu jamaa atachukia kazini, ataacha kazi, unamharibu maisha. Hii ilikuwa muhadhara yangu leo.
aya hii 131 sura Taha, Mungu anaongea na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anambia usichungulie kuangalia kwa macho yako unatamani, na nashughulishia akili yako kwa mambo ya dunia. Nimeomba watu wengine na wake zao, usishughulishe akili yako unatamani hii mambo ya dunia kupita tu. Wewe ridhika na Allah, maisha amekupa na maisha ya akhira. Na hii Allah anaomba mtihani watu, wewe anaomba hela, wewe anaomba huyu Mungu anaomba mtihani, kuangalia imani yao wako katika mtihani. Lakini riziki ya Mungu siku ya kiyama ni bora, na yeye anabaki mtegemea, umshukuru Mola wako. Sio meleweka. Hii ilikuwa khutba yangu leo. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillah alamin. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV. Allah